Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wa Venezuela wameanza kujutia kile ambacho walidhani ingekuwa ni nafuu kwao baada ya kuondolewa kwa Maduro mamlakani. Raia wa Venezuela wameanzisha maandamano kupinga kile ambacho wanakiona sasa ni tofauti na matarajio yao. Wa Venezuela ambao walikuwa wakimtaja Maduro kama miongoni mwa viongozi madikteta ambao walikuwa wakipinga upinzani nchini humo, ambao walikuwa wakitamani siku moja aondoke madarakani, sasa hawakudhani ni nini malengo ya Marekani. Raia hao sasa wameanzisha maandamano ya kupinga kile kinachofanywa na rais wa Marekani Donald Trump kumteka Maduro na kuanzisha operation, huku akisema wazi kwamba mpango wake kutaka mafuta nchini humo. Sasa wameanza kupigania rasilimali zao kama ambavyo alipigania Nicolas Maduro. Maduro kwa muda mrefu amekuwa madarakani, na hata kabla yake walikuwepo viongozi wengine kama kina Hugo Chavez ambao walikuwa wakipinga mipango ya Marekani ya kutaka kutengeneza ukoloni ndani ya Venezuela, na hivyo ndio maana Marekani ikaiona Venezuela kama miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa yakipinga kile ambacho inakihitaji, lakini pia wakiingiza propaganda nyingi ndani ya nchi hiyo ili raia wampinge Maduro. Nchini Venezuela yaliibuka makundi ya wanaharakati wengi ambao walikuwa wakipinga Maduro kuendelea kuwa rais wa nchi hiyo, wakisema hata uchaguzi wake ameingia kwa mabavu na kwamba hakustahili kuwa rais. Na hata hivyo walikuwa wakiona kile ambacho alikuwa akifanya rais wa Marekani Donald Trump baada ya kuingia katika awamu yake ya pili ni jambo sahihi. Inaonekana baadhi ya raia walifurahishwa na mpango wa kuondolewa mamlakani kwa Maduro, lakini baada ya tangazo la rais wa Marekani Donald Trump wamebaki midomo wazi, wakifikiria kwamba rasilimali zao zitakuwa chini ya ukoloni, kwa maana watakuwa kitawaliwa kwa mara nyingine tena, licha ya kwamba aliyekuwa makamu wa rais Rodriguez ameapishwa na kwamba atakuwa mamlakani, lakini tayari ameshapewa onyo na Marekani kwamba huenda yakamkuta makubwa zaidi tofauti na yaliyomkuta rais wa sasa, Rais Maduro pamoja na mkewe. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Rais Rodriguez wa sasa aliyekula kiapo siku ya jana Jumatatu atafuata mipango ya Marekani ili kujikinga na kile ambacho kinaweza kikamkuta kama kilichomkuta Rais Maduro. Maduro alipelekwa mahakamani siku ya Jumatatu kujibu mashtaka ambayo ameyakana, akisema yeye hakuhusika na mipango ya madawa ya kulevya. Marekani ilianzisha operesheni ya kupinga madawa ya kulevya nchini Venezuela, ikishambulia meli ilizodai kuwa ni meli za madawa ya kulevya, huku zikimtuhumu Maduro kama mwendeshaji wa madawa ya kulevya katika nchi hiyo ya Venezuela, ambayo madawa hayo yalikuwa yakiingizwa nchini Marekani. Na hivyo rais wa Marekani akatafuta njia za kuweza kumwondoa madarakani, lakini sasa imekuwa wazi rais wa Marekani bwana Trump hakuwa na mpango wa kulinda madawa ya kulevya, isipokuwa mpango wake mkubwa ulikuwa ni katika kuhakikisha anapata nafasi ya kuweza kupata mafuta nchini Venezuela. Ikumbuka uchumi wa Marekani umeyumba ndani ya miaka 10 iliyopita, na ni kutokana na changamoto mbalimbali zilizotajwa na wachambuzi wa masuala ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na janga la Uviko 19, lakini pia utoaji wa misaada mengi kwa mataifa mengi ulimwenguni, lakini na mambo mengine mengi, ikiwa ni pamoja na misaada ya kijeshi katika mataifa mengi, ikiwa ni pamoja na Ukraine. Sasa rais wa Marekani wa sasa anataka kutumia njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutumia nguvu kubwa kuhakikisha anauinua uchumi wa Marekani kutokana na sera yake ya Make America Great Again. Sasa hivi rais huyo, moja kati ya mipango yake mingine, ukiachana na kutaka mafuta na rasilimali zingine za Venezuela ambazo sasa wananchi wa Venezuela wameanza kulia kwa mara nyingine tena, anataka kuhakikisha kisiwa cha Greenland kinakuwa mikononi mwake. Ikumbukwe eneo la Greenland ni moja kati ya maeneo yanayotajwa kuwa na madini adimu, lakini pia inatajwa huenda ikawa kuna mafuta ya kutosha mengi kama ilivyo nchini Venezuela. Basi mtazamaji, hayo ndio yaliwakumba raia wa Venezuela, hasa wale waliokuwa wakipinga uwepo wa rais wa Venezuela bwana Nicolas Maduro, walimtuhumu kuwa ni dikteta aliyewatesa, lakini sasa wanakumbana na mkono mwingine wa chuma kutoka kwa Donald Trump, rais wa Marekani, anayedai kutaka kuwekeza makampuni kutoka nchini Marekani, makampuni ya mafuta. Lakini kwa lugha rahisi ni kile ambacho wa Venezuela wanasema Trump anataka kuiba mafuta ya Venezuela. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.